kiongozi ambaye amedumu Tanzania kwa muda wa miaka 5 tu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hakuwahi hata kusafiri nchi nyingi duniani kiasi kwamba walimfahamu, lakini matendo yake yalimtambulisha dunia nzima. Kitendo cha Magufuli kuliliwa na watu wengi na maziko yake kuvunja rekodi ya dunia na kuwa na hadhi kubwa zaidi ya watu mashuhuri duniani ni ishara ya kwamba uongozi wake uliishughulisha dunia na uligusa maisha ya mioyo ya watu wengi Afrika na dunia nzima. Hakika Magufuli alikuwa na kipaji cha pekee na ni hidaya ya Watanzania tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Hii ni sifa kubwa kwa taifa letu inayopaswa kuenziwa na inayopata kuenziwa na kizazi hadi kizazi. Magufuli alikuwa mpiganaji mahiri aliyetaka kuona rasilimali na utajiri wa Tanzania unawanufaisha Watanzania wote na bara zima la Afrika. Nawapongeza sana kanisa na wananchi kwa kuenzi na kuthamini mchango wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na kwa tathmini yangu na maoni yangu kwa serikali, kwa maoni yangu mimi mpini, serikali haijaweka utaratibu mzuri wa kuenzi siku ya kumbukizi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na sababu ninazo. Sababu ya kwanza, hakuna utaratibu uliowekwa na serikali ya kuenzi mchango wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kila mwaka kumbukizi za Dr. John Pombe Joseph Magufuli, serikali imekuwa ikiwa busy na mambo mengine. Sababu ya pili, vyombo vya habari vya umma na vile vya chama chake alichokuwepo havitoi uzito unaostahili kwa kuweka hotuba na kumbukizi za maisha ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kwa sehemu kubwa vimekuwa vikionyesha mambo mengine. Tuitegemea siku hiyo vyombo vya habari vizungumze. Tuna vijana leo wanasoma shuleni, wanataka kujua falsafa za Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Weka hotuba za kutosha, weka kumbukizi za kutosha, iwe lesoni, watu wahojiwe mbalimbali wanaomfahamu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini tumekuwa tukiona serikali wakiwa na majukumu mengine kabisa na kuhamisha hata attention ya vyombo vya habari kwenda kwenye mambo hayo wanayoyafanya, wakati ni siku moja tu ya kumkumbuka kiongozi huyu ambaye tumempata kwenye nchi yetu, ambaye dunia nzima inamkubali. La tatu, baada ya kifo cha Magufuli uliandaliwa mkakati wa kumchafua na kuua legacy yake, ambapo ziliundwa tuhuma za uongo na kuruhusu kutungwa vitabu na vya kumchafua na vikachapishwa na kusambazwa nchini. Serikali na chama chake alichotoka walikaa kimya bila kukemea wala kuchukua hatua na kuona, nadhani waliona ni sawa. Na maneno haya ya uongo kabisa, watu wengine wakawa wanatunga maneno ya uongo kabisa ya kumsingizia, na yako dhahiri na tunayajua na ushahidi tunao wa kwamba hili ni la uongo. Sasa kama serikali inajua kwamba hili kiongozi wao, aliyekuwa rais wao, aliyekuwa mwenyekiti wao wa chama anatukana, alafu wao wamekaa kimya, manake waliona ni sawa sawa. Lakini kwenye utunzi wa vitabu, kuna vitabu vimetungwa, vingine vinamtuhumu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ni marehemu, hawezi kujitetea, lakini tuhuma zilizowekwa kwenye vitabu hivyo ni vya uongo, na wengine tunao ushahidi kwamba hayo maneno ni ya uongo. Lakini kwa nini serikali haichukui hatua dhidi ya watunzi wa kitabu hicho? Na nani aliyetoa ithibati ya kitabu hicho kianze kutumika, na kwa faida gani? Kwa sababu hizo hapo juu, ni dhahiri kuwa kumbukizi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli haipewi umuhimu, lakini naamini kuwa ipo siku kumbukizi yake itaenziwa kwa heshima na uzito unaostahili kulingana na hadhi yake. Kwa namna alivyotekeleza mambo mengi kwa muda mfupi, ikiwemo ujenzi wa miradi ya kimkakati, idadi kubwa ya watu duniani waliofuatilia maziko yake, na idadi ya watu waliofariki na kujeruhiwa wakati wa kuaga mwili wake, na hata Umoja wa Mataifa kutambua mchango wake mkubwa, inamfanya awe kiongozi wa pekee. Na misa hii kuendelea namna hii, sisi tunashukuru sana. Uumbaji wa pekee wa Mwenyezi Mungu, aliwapenda sana wananchi wake, alikuwa na maono ya kuibadilisha Tanzania, na muda wote ukimsikiliza unaguswa. Alihakikisha anatekeleza kwa haraka, kana kwamba alijua muda wake wa kuishi duniani ulikuwa ni mfupi sana, na alifanikiwa katika mambo mengi kwa muda huo mfupi. Na muda wote aliishi kwa kujishusha na vile vile kwa kujitoa sana. Mfano mzuri ni mfano wa kiongozi bora. Uongozi ulikuwa kwenye damu, na aliwapenda sana Watanzania, aliwapenda Waafrika. Alikuwa anataka sana kuona Afrika inakuwa kwa kasi zaidi kimaendeleo. Magufuli ni tuzo kubwa kwa Afrika.
Tumempoteza kiongozi mahiri, tumempoteza mtoto bora wa Afrika, tumempoteza mwanaume aliyekuwa anatuonyesha maendeleo yanapashwa kufanyika namna gani. Baba Askofu, napohitimisha niombe sana, naendelea kuliomba sana kanisa, pamoja na shukrani nilizozitoa, kuendeleza hizi misa, lakini na kuliombea taifa. Taifa letu limetikisika sana kwenye swala la amani, swala la maadili, swala la ukweli, na neno hapa tumeambiwa umuhimu wa ukweli, lakini na haki. Mambo manne haya, taifa letu tusipo maombi kabisa, tusipomuomba Mungu na kumlilia, taifa letu liko pabaya. Taifa letu liko pabaya kwenye swala la amani, liko pabaya kwenye swala la maadili, liko pabaya kwenye swala la ukweli, liko pabaya kwenye swala la haki, ambako inafika mahala mpaka hata wananchi wenyewe hawezi kusema ukweli. Yaani anaogopa kwamba ukisema ukweli inakuwa ndio jinai, na ukisema uongo ndio halali. Sasa taifa likishafika hapo, imefikia kugumu.